Mbegu kumwagika baada ya tendo la ndoa. Mbegu kumwagika baada ya tendo la ndoa. Karibu ndugu mtazamaji, kama ndio mara yako ya kwanza unaingia katika channel hii. Kwa majina anaitwa Dr. Kuboja, ni bingwa magonjwa lishe pamoja na mahusiano. Siku ya leo nataka kuweza kujifunza somo ambalo linaumiza vichwa vya wanawake wengi na linaumiza vichwa pia vya wanaume wengi, na baadhi ya wanaume wamekuwa na maswali tofauti tofauti, na ni moja ya swali ambalo huwa naulizwa sana kuhusiana na kwamba mara baada ya tendo la ndoa mbegu kutoka ukeni au mbegu kumwagika, je, hiyo ni dalili ya nini? Wanaume wengi wamekuwa na tafasiri tofauti pasipo kuangalia sayansi inasema nini. Moja ya tafiti kubwa sana ambayo nimekuwa nikiona kwa wengi, hasa na kwa wanaume pia, wanahisi kwamba mwanamke kuweza kumwaga mbegu mara baada ya tendo la ndoa ama mbegu zake kumwagika, basi ni moja ya kiashiria kwamba mwanamke huyu ana maumbile mapana au ana uke mpana, jambo ambalo sayansi haitoi majibu kama hayo. Lakini sayansi ina majibu kama haya yafuatayo. Wanasema kwamba cha kwanza, uke ni sehemu ambayo ni ndogo sana, haiwezi kumaintain kiwango cha mbegu za kiume ama kiwango cha shahawa ambacho kinamwagwa ukeni. Lakini pia namba mbili, kinachotokea ni kwamba mbegu za mwanamume zinakadiriwa kuwa na mililita 1.5 mpaka mililita 2, ambayo ni sawa na nusu kijiko cha chakula mpaka kijiko kimoja cha chakula. Yaani inakadiriwa mwanaume mwenye mbegu za kutosha, inakadiriwa akimwaga mbegu zake zinatakiwa ziwe sawa na kijiko kimoja cha chakula. Lakini pia ikipungua zaidi, manake itakuwa ni almost nusu kijiko, sawa na 1.5 au milimita 5 kwa saizi ya kijiko kikubwa cha chakula. Sasa saizi ya kijiko kikubwa cha chakula ni idadi ya mbegu ambazo ni nyingi sana. Hivyo basi, ukiona kwamba mbegu zinamwagika wakati wa au baada ya tendo la ndoa, hicho ni moja ya kiashiria kwamba, cha kwanza, huyo mwanaume ana kiwango cha kutosha cha mbegu, lakini pia mbegu zake zina uwezo mkubwa, ndio maana zinashindwa kuweza kumaintain, kwa sababu uke wa mwanamke ni sehemu ambayo ni ndogo sana, mbegu haziwezi kukaa zote. Na ikumbukwe tu kwamba mbegu ambayo huwa inaweza kwenda kuchukuliwa kwa ajili ya kuweza kurutubisha yai la kike ni mbegu ambayo ni moja tu. Sasa kinachoonekana ni kwamba wanaume wengi, jana nilikuwa naongea na mmoja ambaye mume wake wana changamoto ya mtoto. Baada ya kwenda kufanya vipimo, ikaonekana kwamba huyu mwanamume kuna blockage ambayo ipo katika uume wake, ambayo yeye akimwaga anafika kileleni, lakini hamwagi mbegu zote kama inavyotakiwa. Na hiki ndicho ambacho sayansi inakiongelea, kwamba kuna mwanaume anafika kileleni anafikiria amemwaga mbegu, kumbe hajamwaga mbegu. Sasa hapa ni muhimu sana kuweza kujichunguza. Lakini pia kuna baadhi ya wanaume ambao wanafika kileleni, ule uteute mzito hautoki kama unavyotakiwa, badala yake vinatoka vimaji kidogo sana. Kwa kinachotokea ni kwamba hauwezi kuona kile kiwango cha mbegu hasa kinachotokea, kwa sababu ya blockage ambayo ipo katika uume, ndani ya mfumo wa uzazi wa huyu mwanaume ambao ni ndani ya uume, mpaka huyu mwanaume aweze kufanyiwa matibabu. Na hayo matibabu tayari Dr. Kuboja ninashughulika nayo kwa mwanaume ambaye anapata hii changamoto. Kwa hiyo sayansi ina majibu, madaktari wetu wanatusaidia kuweza kutupa majibu ya nini kinatokea pindi ambapo mbegu za kiume zinapokuwa zinashindwa kutoka. Kwa hiyo unapoona kwamba mwanaume hamwagi mbegu za kutosha, ni vizuri kwenda kukimbia kwenye vipimo haraka sana. Kwa hiyo ukiona mwanaume anamwaga mbegu na mbegu zinatoka kwa wingi, usihangaike. Usiwe na mawazo mabaya. Kwa nini? Yaani kuna wengi wanaambia uke wangu mimi na maana umelegea sana, maana mbegu zinamwagika. Hapana, uke wako hauwezi kumaintain kiwango cha mbegu tosha. Nakumbuka nimewahi kusex na dada mmoja miaka almost kama 15 iliyopita, kabla sijaingia kwenye ndoa. By that time dada ananiambia, "Jay, yani wewe mimi naweza nikasex na wewe leo,
lakini siku 2 mfululizo mbegu zako zinakuwa zinaendelea kumwagika tu, adhifu labda niko period, na kuna muda nikawa najishtukia. Kwa hiyo hii ni moja ya changamoto pia ambayo inaweza ikasababisha mwanamke akashindwa kushika ujauzito. Kwa nini? Kwa sababu kuna blockage. Hiyo blockage ni moja ya blockage ambazo zinafanyika katika njia ya mfumo ambao mbegu ama zile za kiume ama shahawa zinazokuwa zinapita, na mwanaume huyu tunaweza tukamsaidia kimatibabu. Mwanaume huyu tunaweza tukamsaidia kimatibabu. Kwa hiyo mbegu za kiume kumwagika mara baada ya tendo la ndoa ni moja ya ishara nzuri, ni moja kiashiria kwamba mwanaume uliye naye yuko vizuri na anamwaga mbegu ambazo ziko katika volume ambayo ni nzuri na inayotakiwa kwa ajili ya kuweza kurutubisha yai la kike. Dr. Kuboja hapa, suluhisho la mahusiano yako, suluhisho la afya yako. Kwa matibabu zaidi unaweza kanipigia katika namba ifuatayo 0765493645. Dr. Kuboja, suluhisho la mahusiano yako, suluhisho la afya yako. Karibu nikuhudumie.